hapa jijini Arusha, na tunaifanya pale kwenye uwanja wa makumbusho pembeni ya roundabout mnara wa Mwenge. Na niwakumbushe wasikilizaji kwamba mambo mawili ya haraka ni kwamba tunafanya ile ndio makumbusho yanayotunza kumbukumbu hizi za Azimio la Arusha. Lakini wakati huo Azimio la Arusha lina mchango mkubwa katika ukuaji na usambaji wa Kiswahili duniani. Kwa hiyo ndio maana tunafanya kwenye eneo hilo. Lakini kwa wale ambao hawajapata habari vizuri, Swahili Marathon tunaifanya kama moja ya matukio kuelekea siku ya Kiswahili duniani. Sisi kama taifa tumepata nafasi ya lugha yetu ya Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha ambazo zimepewa siku ya maadhimisho rasmi ambayo ni tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka. Sasa mnapopata bahati ya namna hiyo katika bara lote la Afrika ni Kiswahili tu ndicho kilichopata nafasi hiyo. Sasa kama hivyo ndivyo, tuna kila sababu ya kukienzi, lakini pia tuna kila sababu ya kukisherehekea. Sasa kwa mantiki hiyo basi tunaendelea kuwasisitiza, tunaendelea kuomba Watanzania popote walipo waje kushiriki kwa wingi katika marathon hii, ili kwa pamoja tuweze kukienzi Kiswahili chetu, lakini pia tuienzi lugha yetu hii ambayo sasa ina nafasi kubwa duniani. Kwa hiyo tutakuwa na kilomita 2.5 ambazo hizi zitakuwa ni kwa watoto. Tunazungumzia watoto wenye umri wa miaka 5 hadi miaka 13 wana uwezo wa kushiriki, na watapata zawadi nono na watapata burudani za kutosha kwenye mbio hizi. Lakini tuna kilomita 5. Kilomita 5 hizi tunasema ni za viongozi. Viongozi wasichoke sana, wana majukumu mengi, basi wana mambo mengi pia. Kwa hiyo kilomita 5 hizi tunasema ni mahususi kwa viongozi na wale ambao wanaanza mazoezi. Lakini pia tuna kilomita 10. Muda sio mrefu uliopita hapa nimemsikia shabiki wa Simba. Bahati nzuri sasa mimi na mwenzangu wa Bakita, mwenyekiti yule wa Bakita, yeye ni shabiki wa Simba, mimi ni shabiki wa Yanga. Wewe mzee wa wachezi. Sisi hatuchezi. Kwa hiyo sasa nataka kumwambia tu kwamba na kuwakaribisha mashabiki wa Simba na Yanga. Mbio ya kilomita 10 ni yao. Hebu tuache hii tuchezi, tunacheza. Sasa sisi mashabiki, hebu tuje tumenyane kidogo hapa. Tuje tutimue vumbi hapa ili tuone hiyo hatuchezi na tunacheza itatufikisha wapi kwenye eneo hili. Lakini ni kwa sababu ukiangalia ushabiki wa Simba na Yanga wote wanafanya kwa Kiswahili. Kwa hiyo kama tunaweza kuzungumza kwa Kiswahili, sasa tuingie kwenye tendo la kukienzi lugha yetu kwa kutumia mchezo huu wa marathon kama mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo kilomita 10, na nafikiri tutazungumza vizuri na viongozi hao wa timu hizi ili hata zawadi zitakazotolewa ziwe za Simba na Yanga kwenye hiyo kilomita 10. Na tutapima kweli vizuri, tuhakikishe kwamba anayekimbia hachakachui. Na niwaambie tu watu wa Simba wajue katika hilo hakuna refa. Na wala ile ya kukatisha shortcut kwamba refa hata aona sijui hiyo haitakuwepo. Kwa hiyo bodi ya ligi itasimamia vizuri. Then tutakuwa na kilomita 21. Kilomita 21 wanasema ni half marathon, na tunakusudia, mwaka jana tuliona wenzetu wa JKT na Jeshi la Ulinzi walichukua karibu zawadi zote. Kwa hiyo this time tunakusudia kwamba zawadi zitakuwa ni nono, lakini niwape salamu tu kwamba raia wamesema saizi zawadi hizo watapambana waweze kuwa nazo. Pambana wenyewe. Hazitaenda tena. Kwa hiyo wajue tu raia nao wamejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba zawadi zinabaki kwa raia na sio vinginevyo. Lakini pia sambamba na hilo, ninaomba nitumie fursa hii kuendelea kuwashukuru viongozi wa mkoa wa Arusha. Wametupa ushirikiano mzuri toka mara ya kwanza tulivyokuja kwenye msimu wa kwanza, lakini pia msimu wa pili, na hata sasa tunapata ushirikiano mzuri kupitia wasaidizi wa viongozi hao. Na ninaamini basi tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba tunaifanya marathon hii na kuwa na watu wengi kadri itakavyowezekana. Na nitumie fursa hii sasa kuendelea kuwakaribisha wale wote ambao wanaendelea kujisajili, waendelee kujisajili kwa sababu nafasi nazo zinaendelea kupungua. Muda umebaki ni mchache. Kwa hiyo kila anayepata nafasi basi achukue hatua mapema. Lakini zaidi tumesema pamoja na kwamba tunakimbia, ni sera yetu kubidhaisha Kiswahili.
kwamba kutoka mwaka jana mwaka juzi serikali imekuwa ikitoa msisitizo wa kukibidhaisha Kiswahili. Sasa tunapozungumzia kukibidhaisha Kiswahili, tunazungumzia kwamba Kiswahili sasa ni bidhaa. Na kama ni bidhaa, basi inapaswa kutunufaisha sisi wa Tanzania na wadau wote ambao wako kwenye mnyororo huo wa thamani ya vitu mbalimbali. Na kwa mantiki hiyo, wakati tunakwenda kufanya Swahili Marathoni, tunategemea kuwa na wadau mbalimbali. Kwa hiyo tumewaalika wajasiriamali wa Arusha, wa mikoa mingine kwa uchache waje ili waweze kuweka vitu vyao pale, na watu wanaokuja kujiandikisha na kupata habari kuhusu Swahili Marathon na vitu vingine ambavyo vinahusiana na utamaduni wetu na Kiswahili chetu, basi waweze kupata. Na ndio maana unaona hata leo tumeambatana na moja ya wadau ambao watakuwepo pale uwanjani, na wao wanataka kutuhakikishia kwamba yeyote atakayekuja pale uwanjani hata kuwa na njaa. Kwa hiyo vitu vitakuwepo, nyama choma zitakuwepo za aina zote. Nafikiri na yeye kwa sababu ni eneo lake atalizungumzia vizuri. Kwa hiyo ni waalike pia wananchi ambao watataka kupata habari mbalimbali. Basi tunakusudia kuwa na maonyesho kidogo kuanzia tarehe 24 mpaka 28 katika uwanja ule wa makumbusho. Kwa hiyo waje, watapata habari mbalimbali. Lakini pia kutakuwa na banda la Kiswahili. Ni muhimu wa Tanzania wenzangu na wadau mbalimbali wakatufahamu Kiswahili sasa kiko katika level gani. Kiswahili hiki chetu watu wanakitumiaje kama bidhaa? Kiswahili chetu kina nafasi gani huko duniani? Na kama Kiswahili ni sehemu ya utamaduni, basi tutaambatanisha na vyakula vya asili vitakuwepo pale, vinywaji vya asili, wale wanaopenda mbege, loshoro na vitu vya namna hiyo, vyote vitakuwepo. Kwa hizi zote ni sehemu ya burudani ambazo zinakuja ukienzi Kiswahili chetu kuelekea mbio ya Swahili Marathon. Kwa majina anaitwa Gloria Amani Hassani, ni meneja masoko wa Old Moshi Park Bar and Lodge iliyopo Moshono. Sisi tunahusika na huduma ya vinywaji na chakula. Tutakuwepo hiyo siku ya Swahili Marathon kuhakikisha washiriki wetu wote hawateseki kwa ajili ya kuwapatia huduma hiyo. Pia Old Moshi Park Bar and Lodge tunahusika na huduma ya lodge na Airbnb. Tumegawanyika kategori mbili. Kwa wale wageni wanaotoka mikoa ya mbali wanahitajika tuwahudumie, yani tupo kwa sababu ya kuwahudumia. Pia wanaotoka mbali kwa huduma za usafiri, huwa tunatoa huduma za usafiri. Tuna private car, ukihitaji huko mjini unahitaji gari, sisi huwa tunaweza kukusaidia. Kwa hiyo tutakuwepo ndani ya Swahili Marathon International kwa huduma zote hizo. Na utakimbia kilomita ngapi hapo? 5. Yes. Kama hiyo ili niwahi kurudi kuwapikia. Kwa usikimbie na wale wa Simba. Yes, mimi ni shabiki wa Simba, kwa hiyo nitakuwa upande wa Simba kumsubiria mshindi. Utakuwa upande wa Simba. Nitakuwa kumsubiria mshindi. Wakishachuana kule, mshindi wa kwanza tunategemea anatoka Simba. Kwa hiyo tuna ofa yake kwenye banda letu. Na kwa msimu hapa ndio mara ya kwanza kushiriki kwenye hizi mbio au ndio au msimu uliopita mlishiriki, msimu juzi pia mlishiriki? Ndio, tulishiriki. Kwa hiyo ndio nini wadau wengine ambao watatamani nao pia kujumuika kama nyinyi ambavyo umejumuika? Tunawakaribisha, maana pale ni fursa. Hiyo ni fursa ndani ya mkoa wa Arusha. Kila mdau mjasiriamali tunamkaribisha kusogea pande hizo ndani ya tarehe 28 Swahili Marathon. Vitu ni vingi. Wewe njoo, kabila lako utalikuta uwanjani. Yes. Kwa mfano wewe ni nani? Mimi ni Mpare. Mfano wewe Mpare utakuta Wapare. Utakuta Wapare zako ni Kiswahili. Vya asili, yes, na vyakula vya Kiswahili vitakuwepo. Vya asili vile. Yes, vitakuwepo vyote uwanjani. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kushiriki, kuhave fun pamoja. Yes. Bwana sawa, wana Josefu Msele, kwa namna ambavyo watu wanatamani, yani kwamba watakupata vipi kwa wadau ambao wanatamani labda kupata wewe? Kabla ya kusema nitapatikana vipi, nataka nimwambie mwenzangu hapa, huyu mtu wa masoko ameweka vizuri kwamba kwa wale wakati wa mbio, wakati mwingine watu wanakuwa wanajiuliza tutalala wapi,
tutapata wapi usafiri. Kwa hiyo kwa mfano watu ambao wanakuja na ndege, watu wanaokuja na treni, watu wanaokuja na mabasi, kwa hiyo wale ambao wanahitaji kupata private car watatoa taarifa mapema ili waweze kuandaliwa kupokelewa kuanzia stand, usafiri ambao wao wanahitaji. Wale wanaohitaji malazi vile vile wakitoa taarifa mapema wanaandaliwa malazi mazuri. Ila sasa mahali ambapo amenichanganya ni pale aliposema kwamba mashabiki wa Simba pekee ndio watakao shinda na wao wana zawadi. Yani kwenye banda lao zawadi ni ya Simba tu. No. Sijamaanisha mashabiki wa Simba only. Mshindi kati ya kilomita 10 kati ya Simba na Yanga. Sisi tunamhudumia. Ana supu yake. Sasa hii mashabiki waipate vizuri kwamba yani kwenye ile ya Simba na Yanga kilomita 10 mshindi ana dishi lake la supu. Breakfast yake ni sisi yofa mashabiki sasa hapo. Mimi kwa kweli ninatamani angekuepo mtu wa Yanga naye hapa mwenzangu. Maana hapa naona Simba wameshanizidi pamoja kwamba sasa tunakubaliana akishinda Simba wa kwanza sisi tushinde wa pili, lakini nadhani sisi Yanga tutashinda. Sababu kama hatutakuwa tunacheza zile nguvu za hatuchezi kule zitatusaidia kuwa washindi, na nikwambie tu kwamba utuandalie mapema, sisi wana Yanga tutashinda. Sawa, karibu. Kwa wale ambao watataka kuwasiliana na mimi moja kwa moja ili tuweze kuwapa utaratibu wa namna kuweza kufanya usajili kwenye Swahili Marathon, ninapatikana kwa namba 0755 165284. Naweza kurudia tena. Ninapatikana kwa namba 0755 165284. Tunawakaribisha wana Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Tanzania nzima, Nairobi na watu wengine wote waje tukienzi Kiswahili. Sisi hii tunasema Swahili Marathon fahari ya Afrika. Bwana sawa. Na cha kumalizia Glory, kama una cha kumalizia kabla tujaondoka. Sisi tunapatikana Moshono ndo tulipo. Kwa hiyo ukitaka kufika kwetu tuna namba za simu ambazo ni 0755 40 34 16. Rudia tena. 0755 40 34 16 kwa malazi, kwa chakula na malazi na usafiri vyote tunafanya. Karibuni sana. Bwana, sisi tunashukuru sana kwa kufika.